It's not a matter of praying. Kuomba tu. You can stay at home. Unaweza kaa nyumbani. After you go back to church, after you go back to home, you meditate in your heart. Unaanza kutafakari moyoni. Think to God. Nenda kwa Mungu. Sing to God. Nena na Mungu. It's good to sing to God. Ni vizuri kusema kwa Mungu. Be in the mood of prayer. Akuweke roho ya kuomba. Gather the children. Hata watoto wako. In the heart, in the house. Kwa nyumba yako. Give them a worship. Wape sifa. Lead them a worship. Muimbe sifa hapo. Teach them in the right way. Wafundishe kwa njia inayofaa. How to worship God. Jinsi ya kuabudu Mungu. How to praise Him. Jinsi ya kumsifu. In a good heart. Kwa njia ya moyo. So that children are learning from you. Watoto wako wanasoma kutoka kwako. Whatever you are doing. Chochote unachokifanya. Be your father. Be your father. Ukiwa baba. Be your mother. Ukiwa mama. The children are learning from you. Watoto wanasoma kwako. Your character. Tabia zako. Your heart. Moyo wako. Are you giving to God? Watoa kwa Mungu. Sometimes wakati mwingine when you are going to church, tunapoenda kanisani, you can offer offering. Tunaweza kutoa sadaka to a kid. Kwa watoto. For her to give. Watoe. In terms of the school. Ama kule ya kwa katika Sunday school. Not for you to come to church. Not only to come to church. Wanataka uje kanisani. Be praying. Unaomba. For you to pray. Ili uombe. For you to receive deliverance. Upokee ukombozi. You just go. Uondoke tu. No. Hapana. You have come here today. Umekuja hapa leo. We have prayed. Umeomba. You have received the anointing. Umepokea upako. Put it into work. Put the anointing into work. Weka ama fanyisha hiyo upako kazi. Put that anointing that you received today. Weka hiyo upako kwa kazi uliyopokea. Into work. Kwa kazi. Don't come here to receive anointing and go. Sije hapa kupokea na tena kuondoka. After service. Baada ya ibada. You go to beer parlor. Unaenda kwa pombe ama kilabu. To go and drink. Ukienda kunywa pombe. You forget to receive anointing. Unasahau umepokea upako. You forget to receive anointing here. Umesahau ulipokea upako. Take that anointing home. Chukua peleka hiyo upako nyumbani. That is a holy day. Hii ni siku takatifu. Today is a holy day. Hiyo ni siku takatifu. That we came here to pray. Tulikuja to worship Him. Kuabudu Mungu. To give Him the praise. Kupeana sifa. To receive the anointing. Kupokea upako. Just use that holiness. Sasa kwa hiyo utakatifu. The holiness. Utakatifu that you have received from God. Utaua ambao umepokea kwa Mungu. Get home. Nenda nyumbani. Relax. Tulia. Let that anointing wacha huo upako come over your life. Uweze kufunika maisha yako. To work for you. Ikufanyie kazi. To move for you. To the next step. Hatua nyingine. To the next step. Uende hatua nyingine. Not after the service. Si baada ya kutoka kwa ibada. You move to the beer parlor. Unaenda kwa kilabu ya pombe. To go and dance. Unaenda kucheza ngoma. To go and beg prayer. Unaenda kucheza. No. Hapana. No. Hapana. This is not how God. Are you serving Satan? Are you serving God? Wewe unatumikia shetani ama ni Mungu? Just bring that spirit. Lete hiyo roho. So that the Spirit of God can work on you. Hiyo roho ya Mungu ifanye kazi ndani yako. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu Kristo. Open your star. Fungua nyota yako. When your star is not good. Mahali nyota yako ilipo si pema. My brothers and sisters. Dada zangu, ndugu zanguni. You are not going anywhere. Hauendi mahali popote. Your life cannot move well. Maisha yako haiwezi kuendelea. Your life cannot move well. Maisha yako haiendi vizuri. You don't know your problem. Unjui shida yako. You don't know your problem. Unjui shida yako. Come and pray. Njoo hapa ombewa. Come and pray. Njoo hapa uombe. We have open place. We have open praise. Tuko na mahali pema pa kuomba. To pray. Tukili kuomba. Come and pray. Njoo uombe. Come and open your star. Njoo hapa ufungue nyota yako. If you're a man. Kama ni mwanamume. You are walking. Unafanya kazi. Walking. Unafanya kazi. Walking. Ufanya kazi. You are not getting anything. Upati chochote. God is not answering your prayer. Mungu hajajibu maombi yako. So that one shows that. Hiyo inaonyesha. Your star has still. Nyota yako imeibiwa. From enemy. Na maadui. From devil. Kwa na shetani. You need to come around. Unastahili uje. Open your star. Fungua nyota yako. So that. Ili kwamba. Things shall work for you. Mungu anaweza kutendea kazi. For good. Kwa wema. When your star is shining. Wakati nyota yako inameremeta. Is shining. Utakuwa inaangaza. Anywhere you enter. Mahali popote utakapoingia. People will receive you. Watu watakupokea. That's what they call disappointment. Hiyo sasa haikuna kuvunjika moyo. That's what is called disappointment.
disappointment. Hiyo sasa ni inaitwa kuvunjika moyo. When your star have stayed Wakati nyota yako imeimbiwa from the enemy, kutoka kwa maadui, you will be having disappointment. utakuwa na kuvunjwa You will moyo, be having disappointment. utakuwa na kupoteza Anywhere you go, mahali popote utakapoenda, anywhere you find yourself. popote utakapojipata. In terms of interview, you can go to interview Kama umeenda kufanya interview mahali, because your star is not good. kwa maana nyota yako si nzuri. Some of you here are going to housemate. Wengine wameenda kuwa wafanyikazi wa nyumba. Your star is not good. Nyota yako haiko sawa. When your star is not good, Wakati nyota yako si safi, you move for a housemate, a housework utaenda kufanya kazi ya umeme to any country. kainchi yote ile. Those people that you are going to their Wale family, watu unaenda kwa familia zao, they cannot like you. hawakupendi, They can hate you. wanaweza kuchukia. Whatever you do, Chochote they unachokifanya cannot like you. hawakupendi. Even like work hard, Hata kama unafanya bidii, work hard, unafanya they bidii, cannot like you hawawezi penda, because of kwa maana your star have stayed nyota yako imeimbiwa from the enemy. na adui. Why can't you come here and open your star? Kwa nini usije hapa ufungue nyota We yako? have a free place. Tuko na mahali pa uhuru hapa. You can come, Unaweza kuja open your star, ufungue nyota so yako that your way can move on. ili njia zako zitembee ama uende mbele, Your life can move on. maisha yako yasonge mbele. This is not how God put you. Sio hapa mahali pa kukaa tu, This is not how God put you. si hapa Mungu alikuweka. God will give you a good star. Mungu atakupa, amekupa nyota nzuri. God gives you a good star. Mungu alikupa nyota nzuri. How do you operate your star? Unafanyishaje nyota yako kazi? Enemy have put your star. Maadui wameipa nyota yako. Some of you are working. Wengine wanafanya kazi, Working for people. wanafanyia watu Working in kazi, the office. wanafanya ofisini, Small time you get a problem. lakini wana shida Small time, small thing. kitu kidogo, You have problem with your wana boss. shida na wakubwa wao. What is the problem? Shida ni nini? What is the cause? Ni sababisho ni nini? Enemy have put your star. Ni kwa maana, ni kwa ajili ya nyota yako. People will see the way you are working. Watu wataona jinsi unavyofanya kazi, They are not good. They are not happy. hawana furaha, They are not happy. hawana furaha kabisa. The way you are working. Jinsi unavyofanya The way you are dressing well. vile unavyovaa The vizuri, way you are putting your head. vile unaweka kichwa People are chako, not happy. watu hawapendelei. So people can say, oh, this lady is feeling fine. Watu wataanza She's kusema feeling good. anahisi vizuri, She doesn't like anything. hapendi chochote. She can put eyes on you. Wanaweza kuweka macho yao She kwako, can know the secret. wanaweza kuweka siri juu yako. You can know the secret where you are. So where you are going. Wanaweza jua mahali They unapoenda, want to know wanataka what is making you to feel nini happy. na kufanya uwe vizuri, What is making you to feel good. ni nini na kufanya uhisi vizuri. You can go Wanaweza kwenda to go and steal your star. waende waibe nyota yako. Some star Nyota zingine come from village, zimeibiwa from your mommy kutoka mama nyumbani at village kule kijijini, to steal your star. ameiba nyota yako. That is why you are having disappointment. Ndio maana uko na masumbuko, Spirit of disappointment. ndio na roho ya kuteseka, Spirit of disappointment. roho ya kuhangaika, Spirit of disappointment shall not be your portion. roho ya kuhangaika tu. In the name of Jesus. The spirit of disappointment shall not be your portion. Roho ya kuhangaika haitakuwa sehemu yako kwa jina la Yesu. Because you have a good star. Kwa maana una nyota nzuri. Why can't you come here Wakati umekuja hapa, to open your star? ufungua nyota yako For your life to be good. ili maisha yako yawe For you to achieve something. ili upate kitu, For you to achieve your goal. ili upate malengo yako. Do you want to be like this? Unataka kuwa kama hivi ulivyo Every day. kila siku? Praying. Unaomba tu, Pray. unaomba tu, Pray. unaomba tu, Pray. unaomba. Prayer is not the answer. Kuomba si majibu, It's not a matter of praying. si kwa ajili ya kuomba tu. Seek your heart. Nena na moyo wako, Seek your heart. Seek your heart to the tafuta God. kwa moyo wako kwa Mungu, Seek your heart to the God. tafuta kwa moyo wako, tafuta Mungu kwa moyo wako, So that ili kwamba God will work for you. Mungu atakutendea kitu In the name of kwa Jesus. jina la Yesu Kristo. Here is a open way. You can call your friend. Call your friend. Call your brother. Help Ndugu them. yako, ita ndugu yako. If you can open the star of your family. Kama unaweza kufungua nyota ya familia yako. You know, sometimes in the family, Unajua wakati mwingine kwa familia there must be a head. lazima kuwe na kichwa. If the firstborn is not the head, Kama wa kuzaliwa kwanza si mkombozi, the lastborn must be the head. yule wa mwisho ama kitinda mwemba atakuwa mkombozi. Enemy must come to the head. Yule atakuwa kichwa. The enemy Yule adui must come to the head. atakuja kwa kichwa. If the enemy does not get that head, the head, Kama adui hatapata yule aliye kichwa, the head of the family, yule kichwa cha he familia, will go the last.
ataenda kwa yule wa mwisho. When the enemy steal the star, Shetani amemwambia anataka hii nyota kwa nini? from the head of the family, Ile ya kichwa ama ya ile mkuu there wa must hiyo, be a leakage. ili kuwe na mwanya ama nafasi. There must be a leakage. Lazima kuwe na nafasi ama mwanya. Because that head, Ili huyu kichwa, this is where your younger brothers, ambapo ndugu zako wadogo, all hope is on you. matumaini yao yote yako kwako. Because you are the firstborn. Kwa maana yeye ndio mzaliwa wa kwanza. All hope is on you. Matumaini yao yako kwako. Everybody is looking on you. Kila mmoja anakutazama wewe. If you fail, Kama unashindwa, when you allow the Satan to steal your star, umeachilia shetani aibe nyota yako. other ones following you, Wengine nao wanakufuata. they'll be walking. Watakuwa wanatembea. Things are not moving forward. Wanatafuta Things are not moving good. mambo hayaendi vizuri. Because Kwa ajili the star nyota has still. imeimbiwa. You must come Lazima uje to open your star ufungue nyota yako. so that the family Ili nao familia shall move forward. itembee ama iende mbele. So that Ili kwamba the light of God, moyo wa Mungu, the light of God mwangaza wa Mungu shall come inside your family. iingie ndani ya familia yako. That is why Hiyo ndio maana God is telling you, Mungu anakuambia have a heart of kuwa na moyo thanksgiving. wa shukrani. The power of thanksgiving. Uweza wa shukrani. The power of thanksgiving. Uweza wa shukrani. You don't know the secret of the power. Ujui siri za uweza. The power. Uweza. God gives you power to live. Mungu alikupa uweza wa kuamini. This is the first Sunday of the month. This is the first Sunday of the month. Hii ni mwezi ama ni siku ya kwanza ya mwezi. There are some people in the mortuary. There are some people in the mortuary. Kuna watu wengine wamelala katika nyumba za maiti. But you are healthy. But you are healthy. Lakini wewe uko hapo. You are feeling good. Unahisi vizuri. You are eating food. Unakula You chakula. are taking water. Unakunywa maji. You are seeing people around you. Unaona watu. You are feeling good. Unahisi You vizuri. are taking good air. Unapumua hewa nzuri. You need to appreciate God, my friend. Aweza kushukuru Mungu. You need to give Him thanks. Unastahili umshukuru. Thank Him. Mshukuru Bwana. He will do more for you. Ah, He will do more for you. atakutendea mengi. Don't hide your heart. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. If you hide your heart, Kama unafanya moyo wako kuwa God mgumu, can never answer your prayer. Mungu hatawajibu maombi yako. God always knows our hearts. Mungu anajua mioyo yetu. God knows Mungu everyone's heart. anajua moyo wa kila mmoja. If you have a heart of thanksgiving, Kama una moyo wa shukrani, when you pray, maombi unaomba, God will answer you Mungu immediately. atajibu mara moja. God will answer you without wasting Mungu of time. atajibu kwa upesi. Immediately. Kwa upesi. Some of you are praying. Wengine wanaomba tu. No answer. Hakuna majibu. What can you ask yourself? Kwa nini usijiulize? What is the cause? Ni shida ni nini? What is the cause? Ni nini inasababisha? Pray. Omba. Pray. Omba. With your heart. Kwa moyo With wa thanksgiving. na shukrani With praise. na kwa sifa, So that ili kwamba the presence of God ili uwepo wa Bwana will work for you. utakutendea kazi. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Give your tithe. Toa fungu lako la 10. Give your tithe to God. Toa zaka zako. Give your tithe. Toa shukrani zaka zako. You must give your tithe. Lazima utoe fungu la 10. So that Ili kwamba the grace of God neema ya Bwana will work for you. itakutembea pamoja nawe. In the name of Jesus. Jina la Yesu Kristo. In fact, people, see how the church is today. Ona vile kanisa leo ilivyo. Population is here today. Watu wamejaa. It's like only on Sundays. Leo ni siku ya Jumapili. Only on Sundays. Ni Jumapili peke yake. People like to come to church. Watu wanapenda kuja kanisani. Other activities, Na wakati mwingine, siku zingine, kazi zingine, they don't like to come. because they heard there was a feet anointing today. That is why they came. Hallelujah. Amen. Yeah. Church is full. Kanisa limejaa kabisa. But other activities, But wakati wa shughuli zingine they are not coming. hawakuji. It's like you are busy. Wako na shughuli nyingi. You are busy from work. Wako na shughuli nyingi You are kazini. busy from work, Wako na shughuli nyingi from kazini. business. Kwa biashara. You must give time to God. Lazima upatie Mungu wakati. You must give time to God. Lazima utoe wakati wako kwa Mungu. Give time to God. Wakati Mungu, patie Mungu wakati. It's God that put you in that business. Kama Mungu amekuwezesha kuweka biashara, It's God that put you in that work. Mungu sasa That work you are doing. hiyo kazi unaofanya,
That place that you're working. Hapo mahali unapo kazini. Is it your power? Is it your power? Ni uweza wako huo kweli? That work you are working. Hiyo kazi unafanya? Is it your power? Ni kwa uweza wako? It's by the grace of God. Ni kwa neema ya Mungu. When God is protecting you. Wakati Mungu